Inawezekana umekutana na hii habari ya kwamba YouTube wameongeza vigezo vya kwanza kulipa kwenye YouTube. Lakini kuna mambo ambayo watu hawayaongelei, ningependa kuyagusia. Nitagusia kiundani zaidi swala hilo la kuongezwa vigezo. Liko vipi kiundani, na pia nitagusia swala lingine ambalo linahusisha kuongeza vigezo pia, lakini watu hawalizungumzii sana kwa sababu issue ya Masai imekuwa kubwa kuliko issue zingine, kwa imefunika japo ni issue muhimu zote. Na kabla sijaanza kuelezea issue ya Masai, tutaichambua hii issue ya shorts. Ni kitu ambacho watu wakizungumzii sana, lakini iko hivi. YouTube wameongeza vigezo, na sio tu wameongeza, bali wameweka ugumu kwenye issue tofauti tofauti kama shorts. Na tunajua mwanzoni kulipwa kwenye YouTube ilikuwa ni mpaka uingie monetization, na ukiingia monetization basi unaanza kulipwa kwenye video ndefu na shorts video, ambapo unatakiwa upate subscribers 1000 na masaa 4000 au views milioni 10 kwenye shorts ndani ya miezi mitatu. Lakini sasa hivi ili ulipo kwenye shorts sio tu ufikishe masaa, kwa sababu masaa utalipa kwenye video ndefu, lakini kwenye shorts kuanzia ni tarehe 1 mwezi wa 2 2027, kama una post shorts utatakiwa upate views milioni 10 angalau kwa miezi mitatu ili uendelee kulipwa kwenye shorts. Okay? Hii ni issue tofauti na sasa hivi. Sasa hivi ukipata views milioni 10 ndani ya miezi mitatu na subscribers 1000, maana yake unaanza kulipwa kwenye video ndefu na shorts. Lakini kuanzia hiyo tarehe 1 mwezi wa 2 2027, vigezo vimebadilika. Na vigezo vipya ni kwamba utatakiwa uwe na subscribers wale 1000 na pia uwe na masaa 8000 ya public watch hours, ambapo kwa watu ambao kwa sisi ambao tuna channel haina issue yoyote. Kwa hiyo hii itawadhuru wale ambao wanaanza kuanzia muda huo au hawajatimiza vigezo kuanzia wakati huo. Kwa hiyo utatakiwa upate masaa 8000 au uwe na views milioni 20 kwenye shorts. Hapo utaingia kwenye monetization. Lakini ili uendelee kulipwa kwenye shorts, hapa ndipo watu ambapo wanachanganya. Ukifikisha hivi vigezo, ukiwa na subscribers 1000 na ukiwa na masaa 8000 au views milioni 20 kutoka kwenye shorts ndani ya miezi mitatu, utaingia kwenye monetization. Lakini baada ya hapo, ndani ya miezi mitatu mwingine ukishindwa kufikisha views milioni 10 kwenye shorts peke yake, basi YouTube watakutolea matangazo kwenye shorts, utaanza kulipwa kwenye video ndefu peke yake. Kwa hiyo sasa hivi wametenganisha monetization ya shorts video na long form video, ambapo zimekuwa ni monetization mbili tofauti. Na ili ubaki, yani kama wewe umefocus na shorts peke yake, unataka upate pesa kwenye YouTube shorts peke yake bila kuposti video ndefu, basi kwa lugha nyepesi inamaanisha uwe na uhakika wa kupata views milioni 10 kila ndani ya miezi mitatu. Ikiwa kuna miezi mitatu ambayo utakuwa hauna views milioni 10, basi utatolewa matangazo kwenye shorts na utaanza kulipwa kwenye video ndefu peke yake. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho wengi hawakizungumzii, lakini ni kitu kikubwa sana kwa watu wanaoposti shorts, na hii inaweka uwazi kwa kama unataka ufocus na shorts, maana yake ufocus na shorts kweli, uhakikishe ndani ya miezi mitatu unapata views zaidi ya milioni 10. Na kama una focus na video ndefu, basi usipoteze muda kwenye shorts, ambapo hata siku ukifeli kufikisha views milioni 20 ndani ya miezi mitatu, utatolewa matangazo kwenye shorts na zitabaki za video ndefu. Kwa hiyo hizo ni issue mbili ambazo zimeshika sana headlines sasa hivi kwenye masuala ya mitandao. Kwa hiyo badala ya views masaa 4000 sasa hivi itakuwa ni 8000, badala ya views 20,000 kwenye shorts sasa hivi itakuwa views milioni 10 kwenye shorts itakuwa ni milioni 20. Na bado utatakiwa uwe unapata views milioni 10 kila baada ya miezi mitatu ili uendelee kulipwa kwenye shorts. Zingatia kwenye shorts inaanza kufanya kazi 2027 mwezi wa 2 tarehe 1. Na kwa wale ambao tayari mnalipwa, hii haitawaathiri, japo kwenye shorts italeta mabadiliko kwenye shorts, na nadhani mpaka sasa hivi kila mtu ameshatumia ujumbe wa kukubali hizi sheria mpya ambazo zitaanza kuapply mwaka kesho mwezi wa 2. Okay, nadhani ni hayo tu. Kwa hiyo kama masaa 4000 alikuwa ni magumu, basi wameongeza ugumu mara 2. Kama views milioni 10 zilikuwa ni ngumu, wameongeza ugumu mara 2, na bado wameongeza ugumu mwingine ambao haukuwepo, kwamba inatakiwa uwe unapata views milioni 10 kwenye shorts zako unazoposti kila ndani ya miezi mitatu ili uendelee kubaki kwenye malipo ya shorts.